Mwisho nimalizie ujumbe wangu kwa vijana wa Kiislamu na msiokuwa Waislamu. Kuna tishio limekuja la tarehe 9. Kuna baadhi ya watu wanahamasisha vijana waingia barabarani kwenda kuandamana. Vijana wenzangu wa Kiislamu na wale ambao sio wa Kiislamu, katika moja ya kitu cha ajabu na cha hatari zaidi, wale ambao wanatuhamasisha sisi kuingia barabarani kwenda kuandamana, kuharibu nchi yetu, kuharibu miundombinu yetu, wao hawapo katika nchi hii, lakini pia wao hawapo front line, hawapo mstari wa mbele. Wanatuhamasisha sisi tukaharibu nchi yetu, tukaharibu miundombinu yetu, tukaharibu taswira ya nchi yetu kimataifa. Hii ni katika moja ya sabotage kubwa sana tukikubali kuingia kufanya maandamano kwa lengo la kwenda kuharibu nchi yetu. Kila mmoja akitoka hapa awe ni balozi wa kwenda kumwambia mwenzie kwamba sisi kama vijana wa Kitanzania tuna wajibu wa kulinda taifa letu kwa gharama yoyote, na wala haiwezi kuwa wajibu kwa kijana wa Kitanzania kuiharibu nchi yake. Yako mengi yatazungumzwa, nimegewa dakika 6 niweze kuwasilisha lile ambalo Mwenyezi Mungu amenikadiria kuweza kuliwasilisha. Ujumbe wangu kwenu kama vijana wa Kitanzania, tusishikwe masikio. Kila mmoja atambue kwamba hii ni neema, na kila mwenye neema anahusudiwa. Hakuna anayependa kuiona Tanzania ipo katika mtazamo huu. Kwa hiyo ondoka na ujumbe huu kuwa balozi, nenda kamwambie kijana mwenzio kwamba hatuandamani, hatuingii barabarani, tutapambana kuijenga na kuweza kuithamini nchi yetu kama walivyotuachia wazee wetu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.